Kenya msimamo uko pale pale. Sasa hivi wanaoyaongelea, wanaoyajadili, lakini pia na hata katika baadhi yale makundi yakiwemo pia kundi la Gen Z ambao walijaribu sana kuzungumza na Dr. Samia Suluhu Hassan, licha kwamba walikuwa na ghadhabu na hasira, ndio maana kukawa na maneno machafu akiweza kumzungumzia Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba ni rais ambaye amekuwa akifanya ugaidi na amekuwa ni kama dikteta katika taifa la Tanzania, hasikilizi wananchi wake, na ni rais ambaye hakuchaguliwa na wananchi bali alikuwa ni rais aliyeweza kukava nafasi ya marehemu. Hayo yote yalikuwa ni maneno kutoka kwa Wakenya wakiweza kumshambulia sana Dr. Samia Suluhu Hassan, huku wakidai watu wao ni kwa nini kwamba waliweza kukamatwa na kuweza kuzuiliwa kwenda kupambana na kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Mugwa Lissu. Na huku katika pia nukuu ya Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan akiweza kuzungumza kwamba kwa Wakenya kwamba mambo yao kama yameweza kuwashindwa, basi wasiingilie na kuweza kuharibu mambo ya Tanzania, yani kuingilia baadhi ya kesi zisizo wahusu. Ina Tanzania ya huku, ya Kenya, na huku ni ikiweza kuonekana kabisa kwamba ni kama zimekuwa shobo kwa Wakenya kutoka kwao na kuja kwetu. Sasa hapo ndo mambo yalipoharibika. Maneno yamekuwa ni mengi, matusi yamekuwa ni mengi sana kwa wale waliojaribu kupita katika mitandao ya kijamii ikiwemo Twitter, Facebook na Instagram, ni kwamba matusi yamekuwa ni mengi sana. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sasa hivi amekuwa akichukuliwa tofauti na Wakenya, na wamekuwa wakimchukia na wakiona kama pengine labda huyu ndo anayetenganisha kati ya Tanzania na Kenya kuwa katika urafiki na kuwa katika amani. Kwa hiyo huenda huyu ndo akatengeneza wadui kati ya Wakenya na Tanzania, na hata ikatokea kabisa kama kuna Mtanzania ambaye yupo Kenya, basi cha moto anacho, kwa sababu tayari chuki imeshaanza kuota kwa Wakenya. Kauli zao jinsi ambavyo waliweza kuzungumza na hata kwenye nukuu zao ni kwamba tayari muonekana kuwa na bifu la rohoni kwamba kwa nini watu wao washikiliwe. Kwa hiyo manaki hata ikatokea kwa watu wa Tanzania ambao wako Kenya, inabidi pia na wao waweze kupata kisasi kile. Kwa ni taarifa tulionayo na hatujajua mpaka sasa hivi muafaka ukoje ama itakuwaje huko mbeleni. Tunachokiomba zaidi na hata maoni yetu ni kwamba tunatamani, tunazidi kuiombea taifa la Tanzania na Kenya waendelee kuwa na amani na tuendelee kuwa na mshikamano zaidi na zaidi, ili mradi tuwe kama zamani. Cha msingi tukutane kwenye comment. Ni Hatboy Media.